Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni katika kipindi chetu cha kujifunza Kiarabu kwa njia nyepesi na rahisi. Katika somo lililopita tulijifunza namna ya kutumia maneno ya kuashiria vitu na watu wa karibu. Leo tutajifunza neno muhimu sana katika Kiarabu, nalo ni dhalika. Dhalika, ambalo hutumika kuashiria kitu au mtu aliye mbali. Katika kanuni ya lugha ya Kiarabu, yani kaida yasema dhalika ismu isharatin. Dhalika ni jina la kuashiria, lilmufradi, kwa kitu au mtu mmoja, almudhakkari, wa kiume, albaidi, aliyeko mbali, alaqili, aliye na akili, wa ghairi alaqili, au kitu kisichokuwa na akili. Kwa hiyo kwa Kiswahili dhalika linaweza kumaanisha hilo au hiyo au yule au lile, kulingana na muktadha wa sentence. Basi na tuanze. Tazama picha ya nyota. Limekuja swali, ma dhalika? Maana yake kwa Kiarabu, hiyo ni nini? Ma dhalika, hiyo ni nini? Jibu kwa Kiarabu, dhalika najmun, hiyo ni nyota. Dhalika najmun, hiyo ni nyota. Turudie pamoja, ma dhalika, dhalika najmun. Tena, vizuri sana. Twende sehemu ya pili. Tazama picha ya msikiti na nyumba. Sentensi iliyokuja chini yake, hadha masjidun wa dhalika baitun. Huu ni msikiti na ile ni nyumba. Satwende pamoja. Hadha masjidun, huu ni msikiti, wa dhalika baitun, na ile ni nyumba. Hivi ni vitu viwili. Kuna kitu kilicho karibu ambacho ni msikiti, na kile kilicho mbali ambacho ni nyumba. Kwa kilicho karibu ni msikiti, ambao tunaashiria kwa kusema hadha masjidun, na kilicho mbali ni nyumba, ambayo tunaiashiria kwa kusema wa dhalika baitun au dhalika baitun. Tunaposema hadha masjidun, maana yake huu ni msikiti. Rudia. Vizuri. Wa dhalika baitun, na ile ni nyumba. Vizuri sana. Twende sehemu ya tatu. Tazama picha ya farasi na punda. Ni kama mfano uliopita, isipokuwa huu unahusisha wanyama. Kuna mnyama farasi na mnyama punda. Farasi ndiye mnyama aliye karibu,
na punda yuko mbali. Kwa tunasema tunapomwashiria farasi, hadha hiswanun, huyu ni farasi. Wadhalika himarun, na yule ni punda. Rudia. Vizuri. Twende sehemu ya 4. Tazama picha ya paka. Na hapa tutajifunza namna ya kuuliza swali. Swali limekuja, adhalika kalbun? Je, huyo ni mbwa? Lakini tukiangalia picha tunaona si mbwa, ni paka. Kwa hivyo jibu litakuwa la, hapana, dhalika qittun, huyo ni paka. Turudie, adhalika kalbun? Je, huyo ni mbwa? La, hapana, dhalika qittun, huyo ni paka. Twende sehemu inayofuata, sehemu ya 5. Tazama picha ya kitanda. Swali lilokuja na picha hii, madhalika? Hicho ni nini? Jibu, dhalika sarirun, hicho ni kitanda. Rudia. Vizuri. Kwa hivyo tunapotumia kuashiria kwa mtu au kitu kilicho karibu, tunasema huyu kwa mtu, au hili au hichi kwa kitu. Tunapoashiria mtu au kitu kilicho mbali, twasema dhalika kwa maana ya yule ambaye ni mtu, na tilka kile ambacho ni kitu. Sasa tazama picha ya mwalimu na imamu. Swali limekuja, man hadha? Huyu ni nani? Wa man dhalika? Na yule ni nani? Jibu, hadha mudarrisun, huyu ni mwalimu. Wa dhalika imamun, na yule ni imamu. Rudia. Vizuri sana. Tunakwenda sehemu inayofuata. Tazama picha ya jiwe. Swali lilokuja na picha hiyo ni madhalika? Lile ni nini? Jibu, dhalika hajarun, lile ni jiwe. Rudia. Asante. Twende sehemu ya mwisho. Tazama picha ya sukari na laban. Laban ni maziwa ya mgando. Swali
liloambatana na picha hii lasema hadha sukarun, hii ni sukari. Si swali, ni sentensi ambayo inatoa statement ya jambo, taarifa ya jambo. Hadha sukarun, hii ni sukari. Wa hadha wa dhalika labanun, na yale ni maziwa. Laban. Hadha sukarun, hii ni sukari. Wa dhalika labanun, na yale ni maziwa. Kwa hiyo kwa Kiswahili twasema hadha, yani maana ya hadha sukarun, hii ni sukari. Wa dhalika labanun, na yale ni maziwa mgando. Ama kwa kuhitimisha somo letu la leo tumejifunza dhalika yenye maana ya hilo au hiyo au yule. Vile vile tumerudia kujifunza jina la kuashiria hadha yenye maana ya huyu au hii. Vile vile hadhihi yenye maana ya hili au huyu kama ni wa jinsia ya kike. Vile vile tumejifunza neno tilka kwa maana ya lile au yule kama ni wa jinsia ya kike. Sasa jaribu kutazama vitu vinavyokuzunguka nyumbani na ujifunze kuviashiria kwa Kiswahili na Kiarabu. Kisha andika kwenye maoni kwa kujibu maswali haya. Dhalika najmun, maana yake nini? Sarirun, maana yake nini? Hiswanun, maana yake nini? Qittun, maana yake ni nini? Majibu yako yaandike kwenye comment section. Ndugu yako katika jitihada hii ya kufundisha lugha ya Qur'ani, Ustadh Ramadhani Mtungwe, mfundishaji wa darsa la Kiarabu na Kiswahili kwa njia rahisi. Tujifunze lugha ya Qur'ani hatua kwa hatua. Usiache kutembelea katika mitandao yangu, katika mitandao ya kijamii, Facebook, Afya Yako Mtaji Wako. Tembelea katika peji hiyo ili uweze kujifunza mambo mengi ninayoyaweka katika peji hiyo yanohusiana na elimu ya afya na tiba asili. Lakini ufanye jambo utakapokuwa huko, ushare hizo video kwa faida ya wengine, ucomment au like, na kule Facebook, kule YouTube nako, YouTube channel, ingia kwa jina Mtungwe Afya. Angalia nako uweze kusubscribe kwa ajili ya faida ya wengine waweze kupata elimu hiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.